Kama baba, unajua kuwa jukumu lako si tu kulea familia, bali pia kuwa nguzo imara ya afya, nguvu na upendo nyumbani. Mara nyingi tunatafuta vitu vikubwa kuboresha afya zetu, lakini ukweli ni kwamba hata viungo vidogo jikoni vina nguvu kubwa sana. Leo katika Moyo wa Malezi tunakuletea siri iliyopo karibu nawe, ambayo hiyo siri iko karibu na wewe kila siku, ambayo ni karafuu. Je, unajua kwamba ukitumia karafuu kama kiungo kwenye chakula chako cha kila siku unaweza kupata faida nyingi ajabu kwa afya yako? Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu fanya hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia yako na kwa ajili ya afya yako, malezi, maadili, ushauri, biashara, tukihakikisha kwamba wazazi wanaweza kusimama imara katika familia na familia ikawa familia bora. Una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu twende tukaone faida zinazopatikana kwa baba kutumia kiungo cha karafuu au kutumia karafuu katika mzunguko wake wa mlo nyumbani. Karibu na tuanze. Tutaenda kuzungumzia faida 7 za karafuu kwa wanaume, na faida hizi zina uthibitisho wa kitaalamu. Twende sasa tukaangalie faida 1 mpaka faida ya 7. Faida ya kwanza, huongeza nguvu na stamina. Karafuu zina kiambato kinachoitwa eugenol ambacho kina sifa za kupunguza uchovu wa mwili. Tafiti za lishe zinaonyesha viungo vyenye antioxidants husaidia mwili kupambana na oxidative stress, hali inayochangia uchovu. Faida ya pili, huboresha mzunguko wa damu. Eugenol pia imehusishwa na kusaidia upanuzi wa mishipa ya damu, ambayo hii tunasema vasodilation, jambo linalochangia mzunguko mzuri wa damu kulingana na tafiti za pharmacology ya mimea tiba. Faida ya tatu, huimarisha mmeng'enyo wa chakula. Karafuu hutumika katika tiba asilia ambapo inasaidia mfumo wa mmeng'enyo. Tafiti zimeonyesha kwamba zinaweza kuchochea uzalishaji wa enzymes za usagaji chakula na kupunguza gesi tumboni. Faida ya 4, huongeza kinga ya mwili. Karafuu zina kiwango kikubwa cha antioxidants kama polyphenols ambazo kitaalamu zinajulikana kusaidia mwili kupambana na bakteria na radicals huru, hivyo kuimarisha kinga. Faida ya 5, hupunguza msongo wa mawazo. Harufu ya karafuu, hii tunasema aromatherapy, imechunguzwa kuhusiana na utulivu wa akili. Baadhi ya tafiti zinaonyesha viambato vyake vinaweza kusaidia kupunguza dalili za msongo na uchovu wa akili kwa wanaume. Faida ya 6, huboresha afya ya kinywa. Karafuu zimetumika kwa muda mrefu katika tiba ya meno. Eugenol ina sifa kuu za kuua bakteria na kupunguza maumivu. Ndio maana hata katika baadhi ya dawa za meno na matibabu ya meno, karafuu imetumika pia. Faida ya 7, husaidia kudhibiti sukari mwilini. Baadhi ya tafiti za awali zinaonyesha karafuu zinaweza kusaidia kuboresha utendaji wa insulini, hivyo kusaidia udhibiti wa kiwango cha sukari. Lakini ni muhimu kutumia kwa kiasi na ushauri wa kitaalamu. Hivyo basi tusitumie karafuu nyingi sana, tutumie kulingana na jinsi ambavyo tunashauriwa na wataalamu. Hebu tuangalie hapa tahadhari ndogo ya kitaalamu. Ingawa karafuu zina faida nyingi, matumizi yake yanapaswa kuwa ya kiasi kama kiungo cha chakula. Matumizi ya kupita kiasi yanaweza kuleta madhara. Hivyo ni vyema kushauriana na mtaalamu wa afya, hasa kama una matatizo ya kiafya. Baba, familia yako inakutegemea, sio tu uwepo wako, bali afya yako pia.
Kila kijiko cha chakula unachokula kinaweza kuwa dawa au chanzo cha tatizo. Chagua kuwa na hekima leo. Anza na hatua ndogo kama kuongeza karafuu kwenye mlo wako, na ujenge kesho yenye nguvu, furaha na upendo kwa wale unaowajali. Moyo wa Malezi, tunajenga familia imara kwa maarifa sahihi. Subscribe, like na share ili ujumbe huu uwafikie wababa wengi. Pia tunawapenda wababa, tukiamini kwamba familia bila baba inakuwa inasuasua. Tunaamini kwamba baba akiwa na afya njema atasimama imara kuhakikisha watoto wanakuwa na afya njema, kuhakikisha watoto wanasoma, kuhakikisha familia nzima inaishi vizuri, kwa sababu baba anakuwa na afya njema. Baba mwenye maradhi, baba mwenye magonjwa, baba ambaye hajakamilika kiafya, anakuwa ni baba ambaye hawezi kutimiza wajibu wake kwa ajili ya watoto. Bila shaka umejifunza kitu kizuri sana siku ya leo. Usiache kulike, usiache kushare, usiache kucomment. Hebu tuambie wewe kama mama unamwandaliaje mume wako mlo ambao umeongeza karafuu? Comment tuambie ili pia tupate uzoefu wako. Subscribe kwenye channel ya Moyo wa Malezi ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Mungu akubariki sana. Video inayofuata tutaenda kuangalia madhara ambayo wazazi wanayatumia kwa kutumia karafuu kwa watoto wachanga. Mungu akubariki, tukutane kwenye video inayofuata. Asante.